kwenye quality kubwa. Issue tu wanakosa kocha wa kwenda kuzifanya mbinu, kuziwini mbinu za mpinzani na kuziweka mbinu zake kusudi mpira uwe mzuri sana. Mimi nikienda kumalizia nafasi yangu ya kuwa kocha, mimi Yanga hii naweza nikaifundisha na ikapata matokeo, lakini kwa kocha wa Yanga inaonekana ana wachezaji wengi wazuri, lakini inaonekana moja kwa moja anashindwa kuwatumia. Yaani kimahitaji ukiangalia mechi hapa ilikuwa na viungo wengi kwa siku ya leo alivyoanza nayo, lakini bado wote ni viungo wagumu. Hana yule kiungo Bamia. Pengine Pacome Zouzoua kama nimesema, asipoamka kwenye mechi vizuri, Pacome na Dumbia asipokuepo, Yanga inakuwa inapitia wakati mgumu sana kupata matokeo. Lakini kwa sababu mpira wa miguu unahitaji win-win, inahitaji matokeo tu. Haijalishi hata kama umecheza vibaya, tunawapongeza Yanga. Kocha anastahili kupewa muda zaidi kama ambavyo alizungumza kisambali wao, ama mfumo wake ndio umekuwa mgumu zaidi na atashindwa kuenenda na kitu hasa Yanga wanakihitaji. Timu zetu za Simba na Yanga zina tabia ya kutokuvumilia, kwa sababu ukiangalia Yanga wamesajili wachezaji wakubwa na kwa budget nzuri. Sasa hivi inaonekana wachezaji ni wakubwa pengine kuliko kocha. Sidhani kama wanaweza wakamvumilia, kwa sababu kocha huyu alianza muda mrefu kwenye pre-season akiwa na Yanga. Hata sidhani mpaka leo hajapata first 11. Ukiangalia timu ya Yanga pengine mchezaji pekee ambaye hajakugusa pichi ni tunamwongelea Atola yao Kwasi, ambaye kwa sababu yuko majeruhi, lakini wachezaji wote ambao wako kwa Young Africa wamegusa mpira wote kwenye viwanja vyote, kianzia mechi yao ya tamasha Lion Sport mpaka siku ya Mwananchi. Inaonyesha moja kwa moja mpaka leo kocha wa Yanga bado hajapata first 11. Ndio maana unaona kila mechi ana tabia bado ya kujaribu wachezaji. Sasa sijui kama wanaweza wakamvumilia, kwa sababu Yanga ukiangalia kimahitaji wana wachezaji wazuri sana. Ni mbinu tu pekee ambazo zinaamua kwa pandikiza wachezaji wako na mfumo uingie waende wakacheze vizuri sana. Hizi ni hatua za awali tu. Kila ambapo wanaenda hatua nyingine wakutana na timu ngumu zaidi. Yanga wabadilike wapi na nini wafanye? Mimi nadhani kubadilika kwa upande wa Yanga ni kwenye eneo zima la kutengeneza nafasi. Tumeona kwenye mechi ya Wiliete Benguela, mechi ya kwanza, walitengeneza nafasi nyingi sana Yanga. Pengine Prince Dube tunaweza tukasema labda alikuwa na siku mbaya kadhini, hakuweza kupata zile nafasi ambazo Prince Dube kule alipata karibia nafasi 7. Kwenye nafasi 7 unapata nafasi moja pekee Dube ndio aliweza kuitumia. Hata ukiwa na steka namna hiyo kwa wapinzani ambako tunaenda, unajua kila shape ambao tunasogea wanaenda kubadilika wapinzani. Usitegemea wapinzani hao ambao wamekupa nafasi nyingi ukaenda kuwapata kwenye hatua walau ya makundi au hatua ya robo finali. Nafasi zinavyokuwa zinaenda nafasi zinabadilika. Unaweza kukutana na timu nyingine ikakupa wewe nafasi moja. Kama timu ambayo unapata nafasi nyingi unashindwa kuzitumia, unaenda kupoteza ule umaridadi na kwenda kuwin mechi. Kwa hiyo nafasi ambazo zinatumika kwenye mechi za kimataifa, inatakiwa kila nafasi ambayo unaipata ndio uweze kuitumia. Tuzungumzie kikosi chako cha Simba. Kesho wanashuka dimbani dhidi ya Gaborone FC. Wana ushindi mwembamba bao 1-0 na wanakuwa nyumbani bila mashabiki. Utakuwa ni mchezo aina gani kwa upande wako, na unadhani wabadilishe nini hasa ambacho walikikosa kupata walau magoli 2 na zaidi? Kwanza mchezo utakuwa ni mgumu sana. Kwanza ukiangalia namna ambavyo tumecheza, mimi kwa upande wangu kama shabiki mchezo tulishinda, lakini mimi kwa upande wangu hatukucheza vizuri. Unajua unaweza ukashinda lakini unaangalia performance ya kiwanjani. Unawaangalia Gaborone United ni timu ambayo kila muda ilikuwa inaweza kutusogelea goli kwetu. Tulishinda lakini ilikuwa ni mchezo wa pressure sana. Kila muda tunaangalia mpinzani wetu kwamba ni anaweza kuja. Mechi ya kesho itakuwa ni ngumu sana. Pengine tumetanguliza mguu mmoja, lakini timu za Botswana zinabadilika. Ukiangalia aina ya uchezaji ambao wanacheza, na pia sisi ukiangalia pia tunaweza tukasema kwenye mechi hiyo tunaingia kama yatima, kwa sababu tulikuwa tuna baba ameenda amekufa, tunaweza kusema. Kwa hiyo kocha anayekuja ni kocha mgeni ambaye mifumo moja kwa moja ya wachezaji ni wazuri ambao wako kwenye kikosi, lakini pia inatakiwa kocha ambaye tunahitaji ubunifu mkubwa sana kwenye mechi ya kesho. Sababu mechi ya kesho haihitaji draw, inahitaji kwa namna yote ile uende kupata ushindi. Kwa hiyo kwa dakika 90 zitakuwa ni ngumu sana. Tunazijua timu za Botswana zinavyobadilika kutokana na aina ya mpira jinsi ambavyo wanacheza. Kuna timu moja ambayo naweza nikasema Jwaneng Galaxy. Tulishawahi kwenda Botswana tukashinda goli 2, tukaja hapa tukapata goli lingine tukawa na goli la 3, tukawa tunaamini kabisa. Kwa hiyo kwenye haya mashindano kwanza utakiwa kumdharau mpinzani wa aina yoyote. Kwa hiyo mchezo unaenda utabadilika, lakini tuna kocha mzuri ambaye ni Ahmed Moroko, akienda kuwatumia wachezaji tutaenda kuwin inshallah. Anatosha Moroko kwa muda ambao wamepatiwa na Simba, na matokeo ambayo yatatokea hapo kesho, kutokulaumiwa kwa lolote ambalo litatokea. Busara tumeumbwa nazo wachache, watu wengi wameumbiwa lawama. Kwa namna yote mashabiki hawakosagi lawama, hata ufanye vizuri kwa namna gani, lawama huwa hazikosekani. Lakini kitu pekee ambacho tunahitaji ni ushindi. Na pia tumetoka kuondokewa na kocha. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwa benchi la ufundi moja kwa moja ambayo tumempa mechi moja, na pia kwa sababu Oktoba kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 tutakuwa hatuna mechi
mechi nyingi sana za kimashindano. Kama tutapata kocha mpya mapema, nadhani anaweza akakisuka kikosi kwa muda huo tukavuka, lakini inakuwa ni wakati mgumu sana. Uliangalia Simba dhidi ya Fountain Gate FC, watu wengi walisifia sana performance. Kwako ilikuwa ni performance ambapo nini warekebishe zaidi kuelekea mchezo wa kesho? Performance nzima ya Simba Sport Club kwenye upande wa Fountain Gate ni kwenye eneo zima la ulinzi. Eneo la ulinzi la Simba liko imara sana. Issue kubwa ni kwenye namna ya utengenezaji wa nafasi. Wachezaji ambao tuko nao msimu huu ni wachezaji wazuri sana. Kama Fad Davis asingeondoka, nadhani hao wachezaji angeenda kuwatumia kwa sababu alisajili wachezaji kutokana na mahitaji. Fad Davis msimu jana anapoanza alikuta wachezaji wengi wamesajiliwa na uongozi. Yeye moja kwa moja kutokana na wale wachezaji akawatumia, lakini unaona akaenda kwenye finali ya kombe la shirikisho, pia tukacheza finali na Yanga kwenye NBC. Kwa msimu huu Fad Davis ametusajilia wachezaji kutokana na mahitaji yake, lakini ametukimbia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaweza kusema kama tutashindwa kupata matokeo, ina maana inabidi tumuombe Fad Davis aje atupigie magoti Benjamin Mkapa, atuombe msamaha mashabiki wa Simba, kwa sababu ametuletea wachezaji ambao yeye alikuwa anataka kuwatumia kwenye mfumo wake. Unajua kila kocha ana mifumo na falsafa zake za ufundishaji. Anaweza akaja kocha mwingine ambaye ni mtu, anakuta wale wachezaji wanakuwa hawatoshi kutokana na mfumo wake. Simba kwa upande wangu mimi ni namna tu ya utengenezaji wa nafasi. Kwenye upande wa ulinzi sina mashaka napo sana. Kwenye namna tu ya utengenezaji nafasi na kupata finisher msimu huu tuko nao. Namuongelea mwalimu, namuongelea Soa, ni finisher mzuri sana. Kama atapata viungo wabunifu nadhani tutaenda kusogea. Asante sana. Nashukuru pia. Ndio unajua kila shape ambayo tunasogea wanaenda kubadilika wapinzani. Usitegemee wapinzani hao ambao wamekupa nafasi nyingi ukaenda kuwapata kwenye hatua walau ya makundi au hatua ya robo finali. Nafasi zinavyokuwa zinaenda nafasi zinabadilika. Unaweza kukutana na timu nyingine ikakupa wewe nafasi moja. Kama timu ambayo unapata nafasi nyingi unashindwa kuzitumia, unaenda kupoteza ule umaridadi na kwenda kuwin mechi. Kwa hiyo nafasi ambazo zinatumika kwenye mechi za kimataifa, inatakiwa kila nafasi ambayo unaipata ndio uweze kuitumia. Tuzungumzie kikosi chako cha Simba. Kesho wanashuka dimbani dhidi ya Gaborone FC. Wana ushindi mwembamba bao 1-0 na wanakuwa nyumbani bila mashabiki. Utakuwa ni mchezo aina gani kwa upande wako, na unadhani wabadilishe nini hasa ambacho walikikosa kupata walau magoli mawili na zaidi? Kwanza mchezo utakuwa ni mgumu sana. Kwanza ukiangalia namna ambavyo tumecheza, mimi kwa upande wangu kama shabiki mchezo tulishinda, lakini mimi kwa upande wangu hatukucheza vizuri. Unajua unaweza ukashinda lakini unaangalia performance ya kiwanjani. Unaangalia Gaborone United ni timu ambayo kila muda ilikuwa inaweza kutusogelea goli kwetu. Tulishinda lakini ilikuwa ni mchezo wa pressure sana. Kila muda tunaangalia mpinzani wetu kwamba ni anaweza kuja. Mechi ya kesho itakuwa ni ngumu sana. Pengine tumetanguliza mguu mmoja, lakini timu za Botswana zinabadilika. Ukiangalia aina ya uchezaji ambao wanacheza, na pia sisi ukiangalia pia tunaweza tukasema kwenye mechi hiyo tunaingia kama yatima, kwa sababu tulikuwa tuna baba ameenda amekufa, tunaweza kusema. Kwa hiyo kocha anayekuja ni kocha mgeni ambaye mifumo moja kwa moja ya wachezaji ni wazuri ambao wako kwenye kikosi, lakini pia inatakiwa kocha ambaye tunahitaji ubunifu mkubwa sana kwenye mechi ya kesho. Sababu mechi ya kesho haihitaji draw, inahitaji kwa namna yote ile uende kupata ushindi. Kwa hiyo kwa dakika 90 zitakuwa ni ngumu sana. Tunazijua timu za Botswana zinavyobadilika kutokana na aina ya mpira jinsi ambavyo wanacheza. Kuna timu moja ambayo naweza nikasema Jwaneng Galaxy. Tulishawahi kwenda Botswana tukashinda goli 2, tukaja hapa tukapata goli lingine tukawa na goli la 3, tukawa tunaamini kabisa. Kwa hiyo kwenye haya mashindano kwanza utakiwa kumdharau mpinzani wa aina yoyote. Kwa hiyo mchezo unaenda utabadilika, lakini tuna kocha mzuri ambaye ni Ahmed Morocco, akienda kuwatumia wachezaji tutaenda kuwin inshallah. Anatosha Morocco kwa muda ambao wamepatiwa na Simba, na matokeo ambayo yatatokea hapo kesho kutokulaumiwa kwa lolote ambalo litatokea. Busara tumeumbwa nazo wachache, watu wengi wameumbiwa lawama. Kwa namna yote mashabiki hawakosagi lawama, hata ufanye vizuri kwa namna gani, lawama huwa hazikosekani. Lakini kitu pekee ambacho tunahitaji ni ushindi. Na pia tumetoka kuondokewa na kocha. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwa benchi la ufundi moja kwa moja ambayo tumempa mechi moja, na pia kwa sababu Oktoba kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 tutakuwa hatuna mechi nyingi sana za kimashindano. Kama tutapata kocha mpya mapema, nadhani anaweza akakisuka kikosi kwa muda huo tukavuka, lakini inakuwa ni wakati mgumu sana. Uliangalia It's not a game, it's a rich thing.